Kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ya Jumatano. Tunafahamu ukubwa wa Kariakoo Derby, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club, lakini tunafahamu umuhimu wa hizo pointi kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo Derby yenye msisimko wa fainali. Hii itokee kwenye ligi nyingine. Unapata Kariakoo Derby alafu ina msisimko wa fainali, kwamba atakaye chapika hapo ndio shughuli yake na kuwa imemalizika. Lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi, maana ili tusilisahau. Muhimu sana hili. Maana nimemwona juzi mtu fulani anaongea kwa masikitiko kweli kwamba wenzetu tunajua wanatafuta sare, wanafanyaje? Tulitengeza mazingira ya kupata sare, tusaidie. Sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga Mungu ametujalia tunafika Jumatano, tuna option hizo. Yaani wakati wenzetu wakitafuta endorsement 3 za ubingwa, sisi hata endorsement 1 tunachukua uchampioni. Kwa sisi tunakwenda kwenye mechi akili yetu ikituambia kwamba pointi 1 au pointi 3 zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa. Na tunafahamu wenzetu pointi 3 zitawafanya wao mabingwa. Kwa hiyo mechi mkiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo. Kisha kuwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi mechi inaongezeka msisimko. Kwa sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo. Lakini la pili, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi hii ni mechi yetu. Ni mechi yetu kikanuni, of course, kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi, lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu wa NBC msimu huu. Kwa mimi siko hapa, hiyo kazi ataifanya Karim, kumkaribisha mtu mwingine. Namkaribisha mwana Yanga kokote ulipo, njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. Usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu na wa kuifanya ifane ni sisi wenyewe wana Yanga. Tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. Yaani tukajaa ule uwanja wote ukawa kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza, mechi yetu ya kwanza, hitimisho lake ni Jumatano. Tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifuata Yanga ikicheza, tumepiga sana kelele kuisupport timu yetu, lakini imeonekana bado haijatosha kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia. Na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wana Yanga, nguvu zetu, sauti zetu, kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana. Kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata support yetu nyuma, tukawaonyesha kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie, mimi naamini panapo majaliwa Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani. Uwanja ni watu 60,000 tu ule. Tuje tujae pale vizuri wana Yanga, tuisupport timu yetu tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina. Nisiwadanganye. Timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar. Nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. Mimi kidogo mambo ya kutunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa Zanzibar. Karibu ni shahidi. Nilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha, bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa. Kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa,
ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Ninachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 kwenye siku ya mchezo. Hilo mimi nahakikishia. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi, watarudi lini, warudi na nini, kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote. Walichonihakikishia kwamba akawaambie waandishi, kawaambie na wanachama tarehe 25 Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimalize. Kama kuna swali tuulizwe. Maswali matatu kwa Ally Kamwe na tutaomba mwenye swali basi. Kwanza, si jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba. Si jambo jepesi. Inaweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara 4 mfululizo. Lakini si jambo jepesi. Ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi, ilibidi wana Yanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena, basi huenda tukawa tuna uhakika wa kupata, maka tunatafuta sare akatufanyia ihsani nyingine akaweka. Maana ni jambo la, maana hata mechi ya mwisho tulihangaika sana kushinda ile mechi, hatukuweza kushinda. Lakini kwa sababu kuna watu waungwana duniani ambao wanatambua jitihada za watu, wakatubariki kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama atapangwa ule kijana, you never know, tukaenda kutafuta sare, ukashangaa Pimpini kaitwa nje kaita ndani, Kijili akaweka. Kwa hiyo tunasubiri ihsani, ikitokea kama hiyo tutaikataa, tutaipokea. Ila si jambo jepesi kuwafunga Simba. Ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa, kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi. Pointi 3. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Kwa maana wewe lazima uangalie mechi inaanzia kwenye kupanga. Unataka upate nini? Unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility. Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi matokeo ina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili. Aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah. Asante. Swali la pili. Anaitwa Petro Mzima kutoka PMTV. Hali kwenye dabi iliyopita wapinzani wenu walidai kuzuia kuingia uwanjani. Lakini mpaka hivi sasa mmeshapokea taarifa yoyote ya kwamba timu mgeni atakuja kufanya mazoezi ya mwisho? Na je, mkipokea hiyo taarifa na uhakikishia umma kwamba zile rabsha ambazo zilidaiwa kutokea mchezo uliopita hazitatokea, kwa maana kwamba mtapokea kwa moyo mkunjufu au la? Lako nilijua tu. Ili sio la 184. Ije huko. Ili la kwetu na tutalieleza kesho saa 4. Saa 4. Yes, taarifa rasmi haijatoka. Saa 5. Yes. Tutakuwa na mkutano wa habari hapa. Kwa hiyo tutaelezea masuala yote ya kiuendeshaji. Leo hapa hata hali nimemwalika tu, sio mkutano wake huu. Msingi wetu hapa ulikuwa ni kuelezea masuala mazima yanayohusu ticketing. Hiyo ndio ilikuwa mada kuu, kutoa taarifa rasmi ya mchezo na masuala yanayohusu ticketing. Uendeshaji na kila kitu ikiwemo technical issues tutazungumza kesho hapa NBC. Siku moja kabla ya mechi. Sahihi kabisa. Ni kesho hiyo. Siku moja kabla mechi tutazungumza masuala mengine yanayosalia. Karibu kwa swali la hili litakuwa la mwisho kwa sababu hili tayari mimi nimeshalijibu. Namba 184 ndugu zangu. Unatokea wapi? Fadha TV. Haleluya. Swali mawili yanayoandana. La kwanza, kwa sababu umefukuzwa jana. Maendeleo ya wachezaji yakoje? Kwa sababu kuna wachezaji walionekana wako injury. Maendeleo yao yakoje? La pili, kwa sababu N-card ni watu wenu It's not a game, it's a rich thing.